شهر القرآن أطلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء، kwa mara nyingine tunakutana katika tarehe 21 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na katika halaka ya 21 kwenye barnamiji yetu tuliyoipatia kwa jina la asbabu nuzuli li baadhi alayat. Mtukufu msikilizaji wa Kiislam, kwa mara nyingine tunakutana tena katika surati Al-Kafirun. Bado tunaendelea kuyazungumza yale mazuri ambayo kwamba yaliyoongelewa kuhusiana na sura hii tukufu ya suratul Kafirun. Ahbabi alkiram, baada kuzizungumzia baadhi za athar zilizokuja kuonesha sababu ya kuteremsha sura hii, ni uzuri ulioje tufahamu umuhimu wa sura hii na uzito na utukufu wake sura hii mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na utukufu wake unadhihiri zaidi unapofahamu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwahusia masahaba mara kwa mara kuhusiana na sura hii, bali alikuwa amejilazimu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na sura hii, alikuwa akihusisha baadhi za sala, alikuwa akisoma sura hii. Tushirikiane katika rihla hii haraka haraka na usafiri huo haraka haraka, tuangalieni hizi dalili ambazo kwamba tulizowafikiwa kuzitanguliza mbele yenu. Yamekuja mapokezi kwa Abi Daud na Tirmidhi, na al-Imam Tirmidhi ameisahihisha kutokana na hadithi ya Nawfal al-Ashja'i radiyallahu anhu qala قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. Imekuja mapokezi haya kwa Abi Daud na kwa Tirmidhi na imesahihishwa na Tirmidhi kutokana na hadithi ya Nawfal al-Ashja'i radza Mwenyezi Mungu zimfikie, asema aliniambia mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam, soma qul ya ayyuhal kafirun wakati wa kulala, kisha ulale baada ya kuisoma suratul Kafirun. Bimaana iwe ni sura ya mwisho kabisa katika adhkar zako za kulalia, isome mwisho kabisa qul ya ayyuhal kafirun, ukisha kuimaliza suratul Kafirun ulale nayo sura hii. Kwa sababu gani? Fa innaha bara'atun min ash-shirki, hakika sura hiyo unapoisoma wakati kulala ni sababu ya kuweka wewe mbali kabisa kutokumana na ushirikina. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Baada yamekuja mapokezi mengine na asli yake yako kwa Abu Ya'la al-Mawsili, na ni hadithi ambayo kwamba ni hasan kutokana na hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله عز وجل تقرؤون قل يا أيها الكافرون عند منامكم أو كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. Yamekuja mapokezi mengine kwa Abu Ya'la al-Mawsili, na ni hadithi ambayo kwamba iliyo nzuri kutokana na hadithi ya Ibn Abbas radhiya Mwenyezi Mungu zimfikie na baba yake, amepokea kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam yakuwa Mtume sallallahu amesema, je, nisiwajulisheni nyinyi juu ya kilma ambacho chenye kuwaokoa nyinyi na kuwalinda nyinyi kutokumana na ushirikina na kutokumana hili la kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akasema Mtume sallama, someni qul ya ayyuhal kafirun wakati mnakulala. Mnaposoma qul ya ayyuhal kafirun wakati wa kulala, basi mnaiko mbali kabisa kutokumana na hili la ushirikina, la ilaha illa Allah. Msikilizaji mtukufu wa Kiislamu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma hii suratul Kafirun katika baadhi za swala. Yamekuja mapokezi katika sahihu Muslim kutokana na hadithi ya Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi surati al-Kafirun wa bi qul huwallahu ahad fi rak'atay at-tawaf. Asumulia Jabir ibn Abdullah yakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma katika sala ya tawaf. Baada ya kufanya tawaf, anakwenda kusali rakaa mbili katika maqam Ibrahim. Alikuwa akisoma rakaa ya kwanza baada ya Fatiha qul ya ayyuhal kafirun, na katika rakaa ya pili anasoma baada al-Fatiha anasoma qul huwallahu ahad. Bali imethibiti kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiisoma suratul Kafirun katika suratul Fajr, na ni sunna kwa Muislamu. Hizi hadithi zote tunazozitaja ni sunna kwa Muislamu au atajipamba nazo
akifika wakati wa kulala aisome qul ya ayyuhal kafirun. Akibahatikiwa kuenda umra ama haji, wakati amemaliza tawaf asali rakaa mbili. Rakaa ya kwanza baada Fatiha asome qul ya ayyuhal kafirun, rakaa ya pili akimaliza Fatiha asome qul huwallahu ahad, ili apate mutabaa kule kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam apate ajiri yake. Bali imethibiti ya Mtume sallallahu alikuwa akisoma qul ya ayyuhal kafirun katika rakaa mbili za salatul fajr. Imekuja mapokezi kwa Muslim min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qara bihima fi rak'atay al-fajr. Asumulia Abu Hurairah na asli mapokezi ya Imam Muslim, asema Abu Hurairah ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma qul ya ayyuhal kafirun na qul huwallahu ahad katika rakaa mbili za sunnatul fajr. Bali alikuwa akisoma qul ya ayyuhal kafirun katika sunna ya maghrib vile vile, na asli ya mapokezi yako kwa Ahmad na Tirmidhi. Asumulia Abdullah bin Umar radhiallahu anhu na baba yake ya kuwa Mtume sallama alikuwa akisoma qul ya ayyuhal kafirun na qul huwallahu ahad katika rakaa mbili za fajr na rakaa mbili za sunna ya maghrib alikuwa akisoma. Na Allah subhanahu wa ta'ala mjuzi ni uzuri ulioje kwa Muislamu au atajipamba na sunna kama hizi. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafiqie katika kila khairi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلى لله عز وجل. Koyama Image, sisi tunafikisha na Allah anaongoza.